asifiwe sana. Na leo ni Jumapili yetu ya tatu wakati wa Majilio, na tunapoongozwa na ujumbe wa mawazo kuu la kumtengenezea Bwana njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira ya kanisa tupo katika nyakati na kipindi cha Majilio cha kumngoja kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, au kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama tupo katika kipindi hichi, tunapojiandaa kumpokea Mwokozi wetu, Mungu wetu wa mbinguni anatufundisha kupitia neno lake, anatuelekeza tutengeneze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtengenezea njia Mwokozi wetu Yesu wetu, ili atakapozaliwa akapate kuzaliwa kwa kweli kweli katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukizungumza neno kutengeneza kwa Kiswahili kifupi na kwa maneno mafupi tu yenye kueleweka, ni kwamba ni kufanya kitu kipya au kuunda kitu. Kutengeneza ni kufanya kitu kipya au kuunda kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo na sisi Mungu nataka tutengeneze kwa upya mioyo yetu, imwelekee yeye, ijiandae kwa ajili ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tujiandae, tutengeneze mioyo yetu katika namna ile ya kuweza kumpokea kwa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Maana pasipo kutengeneza mioyo yetu, kujiandaa, kama tujajiandaa kumpokea ili azaliwe katika mioyo yetu, basi hata akizaliwa hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Hata tukisherehekea Christmas, bado tutakuwa katika kusherehekea katika namna ya kidunia, lakini sio katika namna ya rohoni, kuwa na amani, furaha na tumaini na baraka na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka anapozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tuwe tumeshatengeneza mahusiano yetu na Mungu, maisha yetu ya kiroho na Mungu. Tutengeneze katika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiangalia katika maneno ya Mungu katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 4 na kuendelea, lakini pia ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 38 mstari wa kwanza na kuendelea, maneno haya yote yanazungumza katika namna ya sisi wana wa Mungu, katika namna ya kutengeneza maisha yetu ya kiroho katika kumuishia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutengeneza katika maisha yetu ya kiroho, kutenda, kufanya yale yaliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kama tulikuwa watu sio wa ibada, basi tutengeneze mioyo yetu tuwe watu wa kumtafuta Mungu wa ibada, tuwe watu wa kusali, tumkimbilie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutengeneze mahusiano yetu, au tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu, ili Kristo anapokuja kuzaliwa akukute ndani ya moyo wako, ndani yako kuwe kuna hali ya kupokelewa yeye, kuwe na amani, kuwe na uzima. Akiona akija akizaliwa, ili asione chuki, asione fitina, asione majungu, wala asione unafiki wa namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili azaliwe kweli kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana katika kipindi cha Jumapili ya leo tumepewa jumbe wazo kuu, namna kutengeneza njia, kumtengenezea Bwana wetu Yesu Kristo njia, kumtengenezea Bwana njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana pasipo kutengeneza mahali ambapo palipoharibika, hatuwezi kukutana na Mungu, hatuwezi kumuona Mungu. Leo hii wanadamu wengi tumekuwa na bidii kutengeneza nyumba zetu. Leo hii wanadamu tumekuwa na bidii ya kutengeneza vitu vyetu vingi vya kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadhi ya vitu vinahitaji kutengeneza tu. Mama kutengeneza, mama na baba kutengeneza ili mambo yaende. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala sio hahitaji fujo wala ni namna hiyo ya kuamua kukaa kutengeneza.
wazazi, watoto na wazazi wao, ni katika namna nzuri tu ya kukaa kutengeneza mahusiano yao ili maelewano yapatikane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikikosekana hiyo hali ya kutengeneza matengenezo katika familia au katika maisha yetu, vitu vya namna hiyo, basi ni rahisi sana adui kutushambulia katika namna ya familia zetu, kwa sababu anakuwa amepata nafasi. Yeye ni mtu wa fujo, yeye ni mtu wa magomvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni muharibu. Biblia inamtaja mahali pengine anasema yeye ni muharibu. Na Mungu anasema nimemuumba muharibu katika siku za nini? Za kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie mioyo yetu, moyo wako, sijui katika eneo gani, sijui katika mahali gani, Mungu atusaidie tutengeneze. Tuondoe chuki, tuondoe fitina, tuondoe kila namna ya mabaya yasipate nafasi ndani yako, ili Kristo akachukue nafasi, akazaliwe kwa upya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa kwanza, habari za Hezekia. Alikuwa ni mfalme mwenye nguvu, lakini ujumbe wa Bwana ukamjia yeye katika namna ya kutengeneza mambo ya nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anamwambia hivyo, ujumbe huu unamjia Hezekia akiwa katika hali ya kuugua, akiwa katika hali ya ugonjwa. Mungu anamwambia tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Na ugonjwa huu, kwa maana kwa ugonjwa huu wewe hautapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugonjwa huu hautapona, utakufa. Tengeneza mambo ya nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto fulani katika jambo na ufalme wake, lakini kuna mambo alikuwa anatakiwa hayaweke sawa. Kuna mambo alitakiwa hayatengeneze kwenye nyumba yake. Kama mimi na wewe leo, kuna mambo ambayo wewe unayajua, pengine mimi naweza siyajue, lakini anahitaji kuyatengeneza, kuyaweka sawa ili Mungu atukuzwe, ili Mungu aonekane katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Hezekia alipata message hiyo kutoka kwa nabii Isaya. Ashukuriwe Mungu. Hezekia aligeukia ukutani akilia, akamwambia Mungu, tazama mtumishi wako nilivyosimama katika namna ya uaminifu, namna nimefanya mambo 1 2 3, na kusi Bwana. Akalia sana. Alipolia kwa maana ya kutubu, lakini pia katika maana ya kutengeneza yale yaliyoambiwa na Mungu. Yaani Hezekia akakubali, akapokea message, akafanyia kazi ya message ya Mungu, akakubali kutengeneza. Na Mungu wa mbinguni akamuona, akamsikia. Isaya anamtuma tena, mwambie nimemsikia, nimemuona Hezekia, kwa maana hatakufa tena kwa sababu ametengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na miaka yake ya kuishi tena nimemuongezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe tunapotengeneza mbele za Mungu kunakuwa kuna bonus ya kuongezewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotengeneza mbele na Mungu, kumbe kunakuwa kuna baraka za kuzidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapotengeneza na mbele za Mungu kunakuwa na uponyaji katika magonjwa na udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Hezekia alipokuwa na ugonjwa wake, na alikuwa na ugonjwa gani? Ukisoma mbele unakutana naye Hezekia alikuwa anasumbuliwa na jipu. Alikuwa anaumwa jipu, ugonjwa jipu lilikuwa linamtesa sana. Lilikuwa linamtesa sana. Kwa na sisi kama kanisa, mimi na wewe, Hezekia alikuwa na ugonjwa wa jipu. Pengine mimi naweza kuwa tuna ugonjwa ambao ni tofauti na wa Hezekia. Naweza siwe jipu, au naweza likawa jipu kwa namna yako unavyolijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu mmoja duniani akasema jipu hili lipone lazima lifanyaje? Litumbuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulitumbua ndio kupona kwake. Na katika namna ya kutengeneza ndio tuna kutengeneza kwetu ndio kunaleta uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo unaona changamoto na shida, ona namna vile utakavyoweza kutengeneza na litaisha kabisa, na Mungu atafanya kwa upya, na Mungu atakufinyanga, na Mungu atatengeneza na maisha yataendelea. Bwana Yesu asifiwe sana.